Singing Kikuyu folk songs in the company of elders, National Assembly Speaker Justin Muturi walked on the aisles of the Mukuru wa Nyagathanga Shrine in Murang'a County on Saturday. With a spear on one hand and a shield on the other, as he stood in the middle of the podium, two elders adorned him with his traditional Kikuyu attire and welcomed him to the Council of Elders. But Muturi's coronation sparked divisions in the region, divisions that first began when Murang'a Governor Mwangi wa Iria threatened to stop the coronation ceremony, leading to heavy security presence during Saturday's power exchange ceremony. Mimi kwa niaba wa Kikuyu nimesema tumekataa yeye kama msemaji wetu. Hapa Murang'a yeye siye msemaji wa watu wa Murang'a. Hiyo ni kiti gani? Na ofisi yake inakuwa wapi? Inakuanga kwa shiraini ya Njuri Ncheke ama inakuanga kwa shiraini huko Murang'a? Haona anapendana na wasee sana. Anapenda kuenda kwa zile nyumba. Mkimalizana na yeye sasa mpatie hiyo regional. Sasa mambo ya utamaduni hawa yanazungumzia sisi. Hiyo naona ndio kama hiyo ndio spokesman. Hiyo na ni sawa sawa tunamkabidhi hiyo. Lakini mambo ya uongozi wa Kenya bado tunaongozwa na nani? President Uhuru Kenyatta bado hako kwa kiti. Sisi tulikuwa na tafuta kiongozi, hatukuwa na tafuta mwanasiasa. So the concept of the king is a modern concept for us. 1962, Mzee Jomo Kenyatta was colonized at Chicago. Yeah, as a very elder. There was no fuse. You see, so even Wairia does not even understand what this issue means. If we sat down with the elders who are not seeing the benefit at personal level, who are not seeing the political pushes, you will now get to understand what it means. Ni lazima tuwe watu ambao hatusahau historia yetu. Na historia yetu ni kama historia ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo ni muhimu sana kwetu sisi kudumisha uhusiano wa ndani zaidi. Although the Gema elders insist that Muturi's position is not political as perceived, the elders are divided on their plans for the region, some confirming Governor Wairia's fears that the National Assembly Speaker would soon take over leadership of the mountain. Actually, the whole thing has nothing to do with the superiority. It has everything to do with acceptance of a person's potential, okay, to decide on behalf of the society. So, Wairia sees a competitor. Possibly he has his own political ambitions and he sees Muturi as a threat. So if this has happened, it means Muturi is more or less ahead of him. But it's a misconception. Nobody has monopoly of leadership. Leadership ni watu peana leadership. Mwangi wa Iria is not the one to give us the way to go. Justin Muturi amejitokeza mbele. Kwa hivyo amejipanga. So wale wengine ambao hawakujipanga sasa sitaki kusema shauri yao, lakini kidogo wamechelewa. Kwa hivyo meli ishaangua nanga. But in what has largely been seen as grooming Muturi to succeed President Uhuru Kenyatta in 2022, a section of Kirinyaga leaders have condemned the elders' succession plans. Opinion shapers in the county insisting that the region's current allegiance is to President Uhuru Kenyatta. There is no vacuum. Hakuna mwanya ambao huko. Mimi nauliza, hii wasee ni nini wanatafuta? Huwezi kuweka ndume mbili kwa nyumba. Ukiweka ndume mbili kwa nyumba, hakuna kitu yafanyika. Upande ya kuwa ati awe hiyo hatuna hiyo maneno. Vile siku zinaendelea, watu watajipanga. Siasa itapata mkondo yake. Hatuwezi tukaelekeza kidole eti kwa fulani ndiye atakuwa ama. Having been Speaker of the August House for nearly 9 years now, Muturi's political star could be shining and rising faster than expected. His Embu home turf has welcomed the idea of trying a shot at the presidency, although they too seem to be divided on his presidency. Ile iko ni kujitayarisha
ili hata yeye awe katika hiyo ballot, sababu mfalme akiondoka naye mkono wa Mungu umeinuka juu, unatembea ukiwa juu ili utafute ni wipi utakalia. Muturi hii ni mchezo tu. Unajua tukisema elders wamemuleta, mimi kwangu naona ni mchezo tu. It's no longer about someone who's been brought to us. It's about us and the person that we think can be the right leader. But elders of the Mbere and Meru communities, whose political stars been dimmed by the growing dominance of their Kikuyu counterparts in Mount Kenya region, have plans to cause a stir in the political arena ahead of the 2022 polls. According to Njuri Ncheke Secretary General Josephat Murangiri, the next plan of action for communities living in the Upper Eastern region, including Mbere, Meru and Tharaka, is to unveil a political party to steer the region's interest in the upcoming general election. Kikuyu wameongoza mara moja, wameongoza mara ya pili, wameongoza mara ya tatu. Sasa muhimu zaidi ni watupatie goodwill. Watafute Muembu, watafute Mmeru, mtu ambaye anakubalika na kila mtu. We need to bargain na tuwe pale kwa meza wakati resources zinagawa na mambo mengine yakifanyika. Ile itafuata sasa ni kubuni chama yetu, chama ambaye tutaketi tupange mipango, tuwe na chama ambaye itakuwa institutionalized, na hiyo chama ndio itakuwa bargaining tool yetu kwa yeyote yule atataka kupiga siasa na sisi. With a divided region and an uphill task to represent the mountain, pundits argue that how Muturi will maneuver these challenges could either make him or break him in the race to succeed President Kenyatta. Well, away from politics, Kenya's COVID-19